kilimo kinaweza kikafanywa popote, hata kama unaishi ghorofani. Yaani sasa hivi tumeletewa booster tunavyoendelea kutumia wanasema ina side effect. Na mimi nimeona ukipiga mmea leo, baada ya wiki moja unakuta mmea umebadilika, umekuwa kitu cha ajabu tena. Kuongezeka kwa uzalishaji wa gesi chafu, mmomonyoko wa ardhi, uchafuzi wa maji na changamoto ya afya ya binadamu. Haya ni baadhi ya matokeo yanayochangiwa na matumizi makubwa ya kemikali katika kilimo. Ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ifikapo mwaka 2030, mbinu za kilimo lazima zibadilishwe. Kwa mujibu wa tafiti na hoja mbalimbali, kilimo endelevu na mifumo ya chakula lazima itoe chakula cha kutosha na chenye lishe bora kwa kila mtu, huko kikipunguza athari hasi katika mazingira na kuwawezesha wakulima kupata kipato chenye faida. Jambo 7. Kupitia mradi wa maendeleo project wa Aga Khan Foundation, jamii inajifunza mbinu za kutengeneza na kutumia mbolea za asili kwa lengo la kuzalisha chakula bora, salama na rafiki kwa mazingira. Huu ni mradi ambao unawawezesha wakulima au tunawafundisha wakulima namna ya kulima vitu kwa kutumia baadhi ya vitu vinavyopatikana kwenye mazingira, kutengeneza madawa pamoja na kutengeneza booster, kurutubisha shamba. Kwa upande wa mbolea tunatumia manyoya ya kuku ambao kama unavyojua manyoya ya kuku yanapatikana popote pale. Kama tukienda kwenye kanda ambazo hazipatikane manyoya ya kuku, tunatumia miba ya samaki. Tunatumia kinyesi kibichi cha ng'ombe pamoja na majivu. Yaani ndio mahitaji ya mbolea ya maji, kwamba tutaivutrika ndani ya siku 14. Baada ya hapo tutaichukua, tutaenda kupiga shambani. Kwenye upande wa dawa tunatumia mimea au tunaita majani aina 5 mpaka 10 ambayo haishambuliwi na wadudu, mbuzi hapendelee kuila, na pia ni tiba kwa mwanadamu na ina harufu kali. Kwa tunaweza tukasema mwarobaini, kuna mmea unaitwa lantana kamara, kuna patakuva, kuna kivumbasi, kuna majani ya mpera, kuna hapa tumetumia mvuje, yako mengi. Kwa hiyo mengine yani mpaka uende eneo husika ndio utakuta, na mimea ya eneo moja inaweza ikatofautiana na mimea ya eneo lingine. Kazi ya hivi vitu kwenye hii dawa, kinyesi cha ng'ombe kina bakteria ambao wanatakiwa wachakate mchanganyiko wa kwetu. Kazi ya majivu ni kubalance pH ya ule mchanganyiko. Hii mimea ndio inatakiwa itupe dawa. Alafu kazi ya sukari ni kwamba inaipa nguvu wale bakteria walioko kwenye ule mchanganyiko, kule kuchakata ule mchanganyiko na kukaa vizuri. Groli Kisaka anasema kilimo hai kupunguza utoaji wa carbon, kuboresha afya ya udongo, kupakia upya mifumo ya asili ya maji na hewa safi, pia kuepuka mabaki ya viuatilifu hatari kwenye chakula chetu. Na pia mkulima akishajua namna kutengeneza hii dawa yake, kwamba hawezi tena kuhangaika kwamba wadudu wananisumbua, kwamba mwaka huu nilishindwa kulima au nililima mazao yakavamiwa na wadudu, kwamba sikuwa na dawa ya kupiga shambani. Wakati huo ameshatengeneza dawa yake, kwamba atachukua dawa tena atapeleka shambani. Na tumeipeleka kwa wakulima wengine, kwamba hapa sio sehemu ya kwanza kuwafundisha wakulima, na imefanya kazi vizuri na vizuri na vizuri. Jambo lingine ni kuhakikisha hii jamii ambayo iliyotuzunguka wanapata mboga ambazo ni safi na salama, mboga ambazo hata ukiangalia haijapigwa kwa zile kemikali ambazo ni hatari katika maisha ya mwanadamu. Jambo la tatu, tunajua sasa hivi upande wa duniani kote tunapambana na masuala mabadiliko ya tabia ya nchi, ambapo tunaweza tukasema mbolea za viwandani pamoja na madawa haya ya viwandani ni mojawapo ya baadhi ya bidhaa zinazoweza zikazalisha ile hewa ya ukaa. Kwa lakini katika hivi vitu tulivyovitumia havizalishi hewa ya ukaa. Kuchanganya kwenye bomba la kubeba mgongoni. Mafunzo haya yanawalenga zaidi wakulima wa mjini, kuwajengea uwezo wa kutumia mboji, samadi, sukari, majivu na mabaki ya mimea kama virutubisho vya udongo. Mbolea hizi huongeza uwezo wa udongo kushikilia unyevunyevu, kuzuia mmomonyoko na kupunguza matumizi ya kemikali hatarishi. Kitu cha kwanza ambacho natamani ni washauri, kwanza tuachane na hizi dawa za kwenda kununua madukani. Hii ndio mbadala yake ambayo kiuchumi inakuingiza sasa. Usitumie pesa nyingi, badala yake tu wewe ni kutafuta vifaa na kufanya shughuli zako zikaenda vizuri. Kwa upande wake Bi Ella Swai
Anasema mafunzo haya yamewafungua macho, kwani zamani walitegemea zaidi mbolea za viwandani ambazo gharama yake ni kubwa. Kwa sasa wanatengeneza mboji kwa kutumia mabaki ya vyakula na mimea, ambapo gharama imepungua na mazao yanaonekana kuwa na afya zaidi. Kama hivi bamia, tunalima pia bamia, uweke kani ile ya kuzalishia. Halafu pia hizo bamia wanasema kwamba inatunza sumu kwenye lile tunda. Lakini sasa unajiuliza, sasa mimi nataka niwe na bamia nyingi, nikichuma hapa na hapa tu nijaze, inabidi utumie tu hivyo hivyo. Si wewe unaamua kufanya kilimo cha biashara? Inaonekana nzuri kwa macho, lakini athari zake tukawa tunaambiwa na wataalamu kwamba si vitu vizuri sana, inaleta madhara na nini na nini. Kwa hiyo leo nimepata booster ya bure kabisa. Kumbe mtaji wangu ni nguvu zangu tu, kujituma mwenyewe kufanya hivi. Kwa kweli mafunzo ya leo yamenitoa ushamba kabisa. Kuanzia leo na mimi naenda kutengeneza. Unapokuja huku kuangalia tunavyofanya, na mimi kule naenda kufanya nyumbani kwangu. Leo booster tumefanya hivi, na mimi nyumbani kwangu naenda kufanya hivyo. Naenda kuandaa ndoo hivi kwa sababu mimi nina shamba tayari. Faida za mbolea za asili katika kilimo cha mjini ni nyingi. Kwanza, inapunguza hatari kwa afya ya binadamu na wanyama kwa kupunguza mabaki ya kemikali kwenye chakula. Pili, inapunguza gharama za uzalishaji. Na tatu, inaweka uzalishaji katika kiwango endelevu. Kutengeneza mboji ni rahisi. Mabaki ya chakula na mimea yanaweza kuchanganywa na samadi na kuachwa kuoza kwa mpangilio maalum, yakitoa virutubisho kama nitrogen kwa ukuaji wa haraka wa mimea. Leo nimeita wakulima kwa ajili ya mafunzo ya kilimo mjini. Haya mafunzo tuliwahi kuyafanya katika kata hii. Huwa wakienda Morogoro na Nane ndio wanakutana nayo. Lakini sasa hivi tumeona kwamba Morogoro wakulima wengi hawawezi kwenda. Kwa hiyo tumeona tusogeze huduma katika kata. Kilimo hiki ni kilimo ambacho unatumia eneo dogo kuzalisha mboga. Kwa sababu asilimia kubwa mjini hakuna mashamba, ila kila mtu ana kieneo ambacho anaweza akalima mboga. Kwa hiyo mafunzo haya ni kusudi kwa wakazi wa kata ya Msigani ili waweze kulima mboga, waweze kujipatia lishe. Kilimo hiki kinatumia makopo na mifuko. Ni kilimo ambacho kinatumia maji kidogo. Mfano mifuko 10 au 20 unaweza kumwagia kwa kutumia ndoo moja ya maji. Tofauti na kulima ardhini, maji huwa yanapotea mengi sana. Lakini katika mifuko na makopo huwa maji huwa hayapotei. Kwa hiyo ni rahisi kutunza, mbolea haipotei, maji yanatulia pia kwa ajili ya kurutubisha mazao. Mchanganyiko wa kilimo hai na matumizi bora ya mbolea na dawa asili pamoja na teknolojia za kidijitali ni muhimu sana katika kupunguza vikwazo na changamoto za kilimo hai. Mbinu bunifu na endelevu ya kilimo hai zitaongeza uzalishaji wa kilimo na kuboresha ubora wa maisha ya wakulima wengi kwa njia rafiki kwa mazingira, kama anavyoeleza Edita Chilongani, afisa kilimo mfawidhi Manispaa ya Ubungo. Ndio tumeanza shamba darasa kwa hatua ya kwanza leo. Tutaendelea tena na siku ya upandaji na siku nyingine zote za huduma. Kwa hiyo nina imani wakitoka hapa watakuwa wamejifunza kitu kikubwa ambacho sasa wao wataweza kwenda kuanza maandalizi yao toka hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Ninawashukuru tu kwa kujitolea sana, kwa sababu wamejitoa kwa wingi, kama ulivyoona mwenyewe umejionea kwamba wameshiriki kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo mwitikio wao ni mzuri. Tunaamini na matokeo yake pia yatakuwa mazuri. Mchanganyiko wa kilimo hai, matumizi bora ya mbolea na dawa asili pamoja na teknolojia za kidijitali unaweza kupunguza changamoto za kilimo na kuongeza uzalishaji kwa njia rafiki kwa mazingira. Na washauri wananchi wenzangu kwamba tupende kilimo kwa vile manufaa yake ni makubwa, kwa sababu kwa kuzalisha maana yake pia unapata uhakika wa usalama wa chakula unachokula, kwa maana mboga, na hivyo kukuhakikishia usalama wako, lakini pia unapunguza gharama za maisha, kwa maana ulazimiki kununua kitu ambacho unaweza ukazalisha mwenyewe. Elimu niliyoipata leo kuhusu kilimo itanisaidia kwa ajili ya kwenda kuongeza kipato katika familia yangu. Kilimo hai si mtindo tu, bali ni suluhisho. Ni njia ya kupunguza gesi chafu, kulinda maji yetu
kuimarisha afya ya udongo na kuhakikisha chakula tunachokula ni salama. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Brunide Mlawa.